Shalom watoto wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza, Mungu ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Tunapoamka na kusonga mbele, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uzuri wetu, ila neema yake Bwana imetubeba. Shalom. Kwa hivyo ni vema sana ukawa mtu akupenda kushukuru mbele za Bwana, mtoto wa Mungu, ukiambia Mungu na kushukuru kwa sababu ya neema ya uhai, mtoto wa Mungu. Shalom. Kuna mtu ambaye alikuwa mzuri sana kuliko mtoto wa Mungu, lakini hayuko duniani tena. Kuna mtu alitamani aweze kushiriki pamoja na familia yake katika mwaka ambao unakuja, lakini hayuko duniani tena. Kuna mtu anapigania maisha yake kwa sababu mtoto wa Mungu. Shalom. Ni vema sana, hata kama unapitia changamoto, enda mbele za Mungu, mwambie na kushukuru tu kwa sababu ya neema ya uhai. Shalom watoto wa Mungu. Nashukuru sana Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom. Neno ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 4. Shalom. Kuna watu wanapotea kwa sababu ya kutafsiri Biblia katika ulimwengu wa mwili. Biblia unapoitafsiri katika ulimwengu wa mwili utaweza kupotea. Biblia inataka kutafsiriwa katika ulimwengu wa roho kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Kristo peke yake. Shalom. Na hapa ndipo unakuta Yesu anasema ya kwamba atakapowajilia Roho atawafunza yote. Shalom. Maana yake huwezi kuijua Biblia pasipo uongofu wa Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu akusaidie katika mapungufu yako ili uweze kujua nini ambacho maandiko yalikuwa yanasema, ama nini ambacho Mungu alikuwa anasema na watu wake. Shalom. Sasa maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba nao wana wa Mungu wakaingia ndani ya mabinti za wanadamu, nao wakazaa nao wana. Shalom. Nini maana neno hili, mtoto wa Mungu? Biblia inapotuambia kwamba wana wa Mungu wakaingia katika binti za wanadamu, nao wakazaa nao wana, haimaanishi kwamba malaika wa Mungu alitembea na mwanadamu. Hapana. Malaika wa Mungu, jambo la kwanza, ameumbwa kwa uhodari mkubwa sana, mtoto wa Mungu. Malaika wa Mungu anaponitokea hata saa hizi, hata niza nikazimia kwa sababu ya utukufu ambao Mungu ameweza kuwapatia. Shalom. Na hapa ndipo nakuta mara mingi malaika alipokuwa akimtokea mwanadamu angezilai ama apoteze fahamu zake. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa malaika wa Mungu, jambo la kwanza, hana hisia. Mwanadamu ako na hisia kwa sababu uko na hisia kwa sababu Mungu anataka uweze kupata uzao. Shalom. Kwa malaika wa Mungu hana hisia. Kama angekuwa na hisia wangekuwa wanaoa na kuolewa, lakini malaika wa Mungu hawana hisia. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la kwanza, malaika wa Mungu kwa ule utukufu ambao Mungu amempatia haiwezi ingia kwa mwanadamu hapa, sababu malaika wa Mungu ni mkubwa sana, ni mkubwa. Malaika wa Mungu ni mkubwa, tena anang'aa. Kama malaika wa Mungu hawezi akaingia katika mwanadamu kwa sababu hajaumbwa kwa udongo. Hapana. Malaika wa Mungu yeye tena kwa sababu ya ile nuru ambayo maandiko yanasema kwamba naye Musa alipozungumza na Mungu uso wake uling'aa. Hasa malaika ambaye alikuwa mbele za Mungu, hata anapotokea mahali kama kuna giza, utaona kumekuwa na nuru kwa sababu ya utukufu ambao Mungu alikuwa amewapatia. Shalom. Sasa maandiko yakisema kwamba nao wana wa Mungu wakaingia ndani ya mabinti za wanadamu, ni ile roho ambayo Eliasi, malaika muasi, badala ya kuweza kukemea dhambi ya wanadamu, aliweza kuingiana na uovu wa wanadamu, naye Mungu akaghadhabika kwa sababu alikuwa anatafuta sifa za wanadamu sana. Shalom. Kwa mfano, unakuta kitabu cha Waamuzi 13 mstari wa 15 inasema ya kwamba naye Manoa alipomuona malaika akamwambia kwamba sasa keti hapa niweze kukutolea dhabihu, lakini malaika anamwambia kwamba hapana, hata kama unataka kunitolea usinitolee, maana inastahili umtolee Mungu peke yake. Sasa siku zile yule malaika mwasi hangekataa, angekubali utukufu wa Mungu. Maana yake huyu malaika kama angeweza kukubali kutolewa dhabihu na angekubali kutoa dhabihu na huyu Manoa ambaye ni baba wa Samson, huyu malaika angekuwa ameingiana na wanadamu. Shalom. Bwana
Bwana asifiwe sana. Sasa tunapotaka kujua jibu la hili andiko, lazima tupite kitabu cha Ayubu 15 mstari wa 35. Anasema ya kwamba wanatunga mimba ya madhara. Shalom. Na kitabu pia cha Zaburi 7:14, ndio anasema kwamba tazama, huyu amezaa uongo, amezaa uovu. Shalom. Maana Biblia inapotuambia kuzaa, umeweza kuumba kiumbe kipya katika ulimwengu wa roho. Na hata mtoto wa Mungu unaweza ukazaa uzuri ama unaweza ukazaa ubaya. Shalom. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, unapokuta mtu kama nabii, Mungu amempatia kipawa ili aweze kusaidia watu wa Mungu. Shalom. Sasa kuna pia ule nabii ambaye yeye alikataa kutii sauti ya Roho Mtakatifu, akapata anatumikia shetani, ama anatumikia roho ya giza. Shalom. Hivyo pia malaika pia walikuwa hivyo. Wa malaika waliweza kuasi na kiongozi wao alikuwa ni shetani ambaye anajulikana kama Lucifer. Na alipoasi ndipo akawasalisha wale malaika wengine wakaweza kuasi pamoja na yeye, kwa sababu walikuwa hawakemei dhambi, walikuwa wanataka utukufu wa wanadamu, walikuwa wanataka kuabudiwa kama Mungu. Shalom. Alikuwa anataka kuchukua kiti cha enzi. Shalom, watoto wa Mungu. Shalom. Bwana asifiwe sana, watoto wa Mungu. Bwana atuhurumie sana. Kwa hivyo huyu malaika alitamani sana sifa za wanadamu, na hapa ndipo aliweza kudanganya malaika wale wengine wakasi pamoja na yeye. Shalom. Sasa na vile pia tunapata hii jibu kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 39 hadi mstari wa 30. Inasema ya kwamba nao Mafarisayo wakienda wakamwambia kwamba ni vizuri kumwacha katika ulimwengu unaokuja. Je, kuna kuoana katika ulimwengu unaokuja katika kiyama? Ndipo Kristo anawaambia kwamba mnapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu katika kiyama hakuna kuoa wala hakuna kuolewa, kwa sababu mtakuwa sawasawa kama malaika. Kama umetenda matendo mazuri, utafanana sawasawa, utabadilishwa mwili mpya, mwili ambao hauna zinaa, mwili ambao hauna tamaa, mwili ambao hauna hisia, ufanane kama malaika wa Mungu. Shalom. Maana katika ulimwengu, katika kiyama hakuna kuoa wala kuolewa. Maana yake malaika wa Mungu hawaoi wala hawaolewi. Shalom. Hao hawana hisia. Mungu atuhurumie sana. Shalom. Kwa sababu yeye malaika ameumbwa kutii sauti ya Mungu na kaa katika utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hawa malaika si kwamba waliingia katika binti za wanadamu, hapana. Ni ile ambao Mungu alikuwa anatuma malaika wale kukuja kuonya watu dhambi. Wanakuja badala ya kuwaonya, wanaingiana na wao. Shalom. Wanaingiana na wao na kuweza kuwapoteza zaidi. Bwana atuhurumie. Bwana asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Kwa hivyo walikuwa wanaingiana na wao katika matendo yao maovu. Na hapa ndipo maandiko yanasema ya kwamba na hao ndio waliokuwa watu hodari katika siku zile. Maana yake hata walikuwa wanawapatia ujanja, fanyeni hivi mtafanikiwa hivi. Kama katika ulimwengu wa sasa kuna manabii wanaokemea dhambi, kuna manabii ambaye yeye haja yake tu ni aona amejaza wafuasi katika kanisa la Shalom. Hivyo pia shetani pia alikuwa hivyo, haja yake ilikuwa ni atukuzwe, haja yake alikuwa aabudiwe kama Mungu. Watoto wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa ndipo nakuta Mungu anaghadhabika, anasema ya kwamba roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa sababu yeye pia naye ni nyama, miaka yake itakuwa 100. Na ndipo tunakuta leo hii mtu kuona miaka 100 ni shida sana, kwa sababu ya uovu wa wanadamu. Shalom. Kwa sababu ni ile roho ya mpinga Kristo, ile roho ya giza bado inatumia wanadamu kuweza kuvuta watu wengi kuzimu. Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Shalom. Sasa hiyo ndiyo maana ya kuzaa, kuingia kwa binti za wanadamu na kuweza kuzaa nao wana. Shalom. Hata mtoto wa Mungu unaweza ukazaa madhara, ama ukazaa ukweli, na pia unaweza ukazaa kitu kipya, ama unaweza ukazaa kitu kibaya. Shalom. Matendo yako yanamwakilisha nani? Unaweza mwakilisha Kristo ama umwakilishe shetani kwa matendo yako. Shalom. Wewe ni mtu wa kutukana watu, hakuna mahali penye Yesu alikuwa anatukana watu, hapana. Wewe ni mtu wa kupiga watu, hakuna mahali penye Yesu alikuwa anapigana mtu, hapana. Wewe ni mtu ambaye unafanya mambo machafu, Yesu alikuwa anafanya vitendo shakapo. Matendo yako yatakuwakilisha kule ambako utaenda. Matendo yako ndio yanafanya yani yatakutambulisha katika Mungu wako ni nani, ni shetani ama ni Yesu. Shalom. Kwa hivyo
hivyo pia roho zile zilikuwa kama kipindi cha sasa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wanadamu siku zile tena kulikuwa hakuna ile Mungu kwa karibu na wanadamu sana. Kwa hivyo siku zile wanadamu walikuwa wanafuata kila ambacho walikuwa wanakiona kama ni kitu. Sasa Mungu alikuwa anatuma wale malaika kuweza kuwasaidia wanadamu katika upungufu wao, lakini badala ya kwenda kurudisha utukufu kwa Mungu, wanarudisha utukufu kwao wenyewe. Kama leo hii unakuta kuna manabii wanatukuzwa na wanadamu na wanakubali, wanainamikiwa na wanadamu na wanakubali. Shetani pia baba yao alikuwa hivyo, na ndio maana anawapatia utukufu, anawapatia mapesa ili waweze kuvuta watu wengi kuzimu. Na manabii kama hao hawezi kemea dhambi, hawezi kuambia kitu kibaya, anataja yake ni umtukuze pamoja na baba yake ule wa uongo, lakini wa kweli, kwa sababu anajua utukufu ni wa Mungu wake, atakaa chini na kuambia imeandikwa ya kwamba umwabudu Mungu peke yake. Shalom. Bwana asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Hivyo ndivyo kulivyokuwa, na hapa ndipo nakuta Mungu anasema kwamba wakaingia katika mabinti za wanadamu, nao wakazaa nao wana, na hao ndio waliokuwa watu hodari siku zile, watoto wa Mungu. Shalom. Kuzaa maana yake ni kwamba umeomba kitu kipya katika ulimwengu wa roho. Kwa nini Biblia inasema kwamba kwa mabinti za wanadamu? Kwa nini haikusema kwamba kwa makaka kama kwa wanaume za wanadamu? Kwa sababu binti au mama anawakilisha kanisa. Shalom. Na hapa ndipo nakuta maandiko yanasema ya kwamba mwambie binti Sayuni mfalme wako anakujia. Mwambie binti Sayuni mfalme wako anakujia, mtoto wa Mungu. Maana binti wanasimamia kitu katika ulimwengu wa roho. Na hapa ndipo nakuta Biblia inasema kwamba katika mabinti za wanadamu, nao wakaweza kuzaa nao wana, waliingia na wanadamu wakatenda maovu, na wanadamu wakawa na watukuza au kumtukuza Mungu, wakashinda kutii sauti ya Mungu. Na hapa ndipo nakuta sababu ule malaika alikuwa ni kiongozi wa malaika, akaweza kushawishi na wale malaika wengine wakaweza kumkosea Mungu na wakatupa hapa duniani, mtoto wa Mungu. Shalom. Sasa hapa duniani ni kwa kiti cha enzi cha yule mwovu Shetani, na hapa ndipo nakuta lazima uweze kuongozwa na Roho Mtakatifu ili uweze kujua kule ambako unaenda. Kwa nini Mungu akatupatia Roho Mtakatifu, watoto wa Mungu? Ni kwa sababu huwezi mpinga Shetani pasipokuwa na Roho Mtakatifu, mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu unapokuwa na yeye, anakusaidia mahali pengine. Na watu ambao kuna Roho Mtakatifu wanaepuka sana mambo ya hapa dunia, wanaepuka uovu hapa duniani. Kwa mfano, mtu ambaye kuna Roho Mtakatifu, unaweza mtukana amenyamaza. Katika akili za kibinadamu tunaona kana pengine ana akili, lakini huyo mtu anasaidiwa na Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, unaona kitu yote kama unaona kitu kama sio, yani hata unaona kama ni kawaida tu mtu kutukana, ni kama sio kitu kama kibaya sana. Lakini mtu ambaye hana Roho